misingi ya mpira na sayansi ya football inavyotaka, Simba ni timu ya kuigwa Tanzania. Simba ni timu ya kuigwa. Yanga ameanza Sifana Ziki, no problem. Ameanza Pacome Podo Zouzoua, no problem. Lakini wametolewa kwenye michuano ya kimataifa. Na huyo Simba ambaye ni dhaifu, idadi kubwa ya wachezaji wanafanya marekebisho makubwa. Wanaosema ni dhaifu lakini. Wanasema ni dhaifu. Ndio yuko hivi sasa ni kama shujaa kwenye nchi yetu. Kwa ni namna tu ambayo unapaswa tu kukubali, kwa sababu yule mwingine heshimu tu kile ambacho mtu anakifanya. Yaani kama uwezi kunipongeza basi heshimu. Kaa kimya. Kaa kimya. Kwa maana ninapozungumza kuheshimu ni kukaa kimya. Namna tu ambavyo watu wapasi hawataki kukubali kile ambacho mtu anacho. Kwa maana kupongeza labda basi kama uwezi kupongeza ni bora ukaheshimu na kukaa kimya. Kuliko kuzungumza hiki ambacho anakizungumza, kwa sababu wao ambao ndio Young Africans ndio walikuwa kwanza kusema haya mashindano ni ya timu ambazo zimefeli, lakini walienda kwenye hiyo hatua ya finali wakati Simba yuko kwenye michuano ya kimataifa, wakayapa haya thamani ya mashindano, waliapa thamani klabu bingwa. Simba kwa klabu bingwa, Yanga yakarudi iko shirikisho, waliapa thamani, wakasahau kila ambacho ameweza kuzungumza. Simba ndio timu pekee ambayo imekuwa mstari wa kwanza kuitangaza ligi yetu. Simba ndio imekuwa timu pekee kuipandisha thamani ya ligi yetu. Simba ndio timu pekee ambayo imevutia idadi kubwa ya mashabiki kuipenda ligi yetu na kuanza kuifuatilia. Simba ndio timu pekee ambayo imekuwa ya kwanza kushawishi wachezaji kuja kucheza kwenye ligi yetu ya Tanzania. Kwamba haya mashindano hayana ugumu msimu huu kushindanisha na aidha ligi kuu Tanzania bara ama na mashindano yaliyopita. Mimi nafikiri ni matumizi mabaya ya kufikiri, ni matumizi mabaya ya kuzungumza, kwa sababu kuna wakati ni bora ukae kimya kuliko kuzungumza na kutoka nje ya mstari. Kwa sababu imagine asilimia kubwa ya virabu ambao vimecheza kwenye hatua ya nusu finali ama robo finali msimu uliopita kwenye ligi yao walikuwa kwenye nafasi ya 3. Sio? Lakini tazama finali inaisha, kuna ambaye anashuka daraja katika hizi timu ambazo unazitazama kwa majina ambayo wako nayo barani Afrika. Timu kama Berkane inajulikana, timu kama Zamalek, bingwa wa Morocco msimu. Yes, timu kama Zamalek yuko nafasi ya 2. Timu kama Stellenbosch nafasi ya 4. Ndio. Timu kama Simba msimu yuko nafasi ya ngapi? Ya 2. Sio? Kwa tazama ni moja kati ya timu ambazo zimejaribu kubadilisha ile taswira nzima ya misimu kadhaa ambayo imepita, kwa sababu misimu kadhaa ambayo kumechezwa na watu wakafika kwenye hii hatua ya finali, kuna timu zilishuka daraja, sio? Marumo Galaxy ameshuka daraja, lakini kwetu kumfananisha basi huyu Marumo ambaye kutoka pale South Africa na daraja la Stellenbosch, kwa namna ambayo unawatazama tu kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi nani ambaye ni bora? Twende tukamtazame MC Haja, nafikiri aliocheza final nanga. Yes. USM Haja, yes. Ambaye yuko Tunisia, sio? Yuko Algeria. Yuko Algeria. Sahihi. Nenda tukamlinganisha na Zamalek ambaye ametolewa kwenye madaraja ya uchezaji, madaraja ya ubora wa mchezaji mmoja. Nani ambaye ana timu bora? Zamalek. Na tukamfananisha na Berkane ambaye ndo anakwenda kucheza finali na Simba. Ni bingwa. Kwangu mimi naamini kama Simba ndo angeweza kucheza finali na hii timu ya huyu MC Haja, USM Haja, angetoa taji. Kwa namna ambavyo Simba namjua na taswira ambayo amekuwa nao linapokuja swala la michuano ya kimataifa, Simba alikuwa anatoa taji. Lakini mkati ambao Young Africa anafanya hivyo, Simba yuko kwenye CAF Champions League. Maana Simba ile consistency ya kuwa nayo kuishia tu kwenye hiyo hatua ya robo finali, japokuwa amempa hadi jina, kuna namna ambayo imemuongezea quality. Simba ndio timu pekee ambayo imekuwa mstari wa kwanza kuitangaza ligi yetu. Simba ndio imekuwa timu pekee kuipandisha thamani ya ligi yetu. Simba ndio timu pekee ambayo imevutia idadi kubwa ya mashabiki kuipenda ligi yetu na kuanza kuifuatilia. Simba ndio timu pekee ambayo imekuwa ya kwanza kushawishi wachezaji kuja kucheza kwenye ligi yetu ya Tanzania. Wachezaji wakubwa. Luis Jose Miquissone anaenda national. Medi Kagere kwenye ubora wake. Hata wachezaji ambao tunaona hivi sasa ligi kuu, idadi kubwa ameshawishiwa na Simba. Chama toka Simba anaenda Berkane. Stefano Ziki kama ukujui, Azizi anakuja huku Bongo, alikuwa anajua ni Simba anakwenda. Lakini imekuja kubadilika kwa sababu Simba hawakuonyesha kumhitaji. Lakini idadi kubwa wachezaji ambao unawaona hivi sasa wako kwenye quality yake ya juu. Simba ndio imekuwa mstari wa kwanza kuwashawishi. Elim Panzu
Kibisawala volcano. Kuna namna ambavyo natazama kile ambacho kinazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii alafu nasema this is the house of football. Yaani kuna namna ambavyo mtu analitafsiri tukio kulingana na uelewa wake na kwenda kuzungumza kulingana na uelewa wake. Kwa hiyo shida ni kwamba huwezi kumpangia mtu cha kuzungumza, na naweza kusema pia uhuru umezidi sana nchi yetu. Kama mtu anazungumza kile ambacho anajisikia, lakini tukifuata misingi ya mpira na sayansi ya football inavyotaka, Simba ni timu ya kuigwa Tanzania. Simba ni timu ya kuigwa. Wanachosema kwamba ligi ya Tanzania ni ngumu kuliko michuano ya kombe la shirikisho. Hiki unakizungumziaje hizo? Aisee. Narudi pale pale. Ni matumizi mabaya ya kufikiri na ni matumizi mabaya ya kuzungumza. Hivi ama kuna namna hataki kukubali juhudi ambazo zinafanywa na Simba, benchi la ufundi, wachezaji. Hiyo iko wazi kwamba ni tu sababu huwezi ukamsikia Fountain Gate anazungumza hivyo, huwezi ukamsikia Azam anazungumza hivyo, huwezi ukamsikia Coastal Union anazungumza hivyo, huwezi ukasikia msemaji wa klabu yoyote nje ya Young Africans anazungumza hivyo, kwamba watu tuwape Simba heshima yao. Zama aina ya kikosi ambacho Simba anacho kamweke pamoja, kamweke kwenye grupu moja na Young Africans. Yanga ndio alitakiwa kuwa anacheza finali hivi sasa, na Simba ametoka kwa madaraja ya wachezaji alionao, lakini ukija kuangalia quality ya mchezaji mmoja mmoja na yupi ambaye ana wachezaji ambao wamecheza kwa muda mrefu kwenye kikosi, at namba ziko wazi hivi sasa. Kena kwenye mastrika wa Simba, mastrika wa Simba wako chini mbele ya mastrika wa Young Africans kwenye namba, kwa maana ligi kuu. Twende kwenye viungo wa shambuliaji, iko Pacome, kwa maana Yanga ana machaguo mengi zaidi kuliko Simba Sports Club. Fadlu Davis amethubutu kusema anahitaji namba 10 mwingine, kwa sababu kila anachompa Jean Charles Ahoua anahitaji kupata zaidi ya kila anachotoa Jean Charles Ahoua. Lakini tazama, akiangalia bench hakuna mchezaji ambaye anaweza kumwamsha kwenda kutoka. Lakini Yanga ameanza Sifana Ziki, no problem. Ameanza Pacome Podo Zouzoua, no problem. Lakini wametolewa kwenye michuano ya kimataifa. Na huyo Simba ambaye ni dhaifu, idadi kubwa ya wachezaji wanafanya marekebisho makubwa. Wanaomsema ni dhaifu, lakini wanasema ni dhaifu. Ndio yuko hivi sasa ni kama shujaa kwenye nchi yetu. Kwa ni namna tu ambayo unapaswa tu kukubali, kwa sababu bali mwingine heshimu tu kile ambacho mtu anakifanya. Yaani kama uwezi kunipongeza basi heshimu. Kaa kimya. Kaa kimya. Kwa maana ninapozungumza kuheshimu ni kukaa kimya. Ukaifananisha ligi na jamani. Mashindano ambayo alikuwa na Zamalek, yana RS Berkane, yana USM Alger, na Constantine, na Simba wenyewe. Kwenye timu ambazo mchezaji kulipwa milioni 21 na kuendelea sio kazi la sio kitu cha kawaida. Lakini njoo kwenye ligi yetu, hizo timu za madaraja kati mchezaji pekee yake anachukua hela kubwa, kaenda milioni 5. Na huyu labda amewahi kucheza kwenye hizo klabu za Simba na Yanga na alikuwa na kiwango kizuri akamshawishi, lakini hakuna mchezaji kwenye hizo timu za madaraja ya kati anachukua kuanzia milioni labda 21 na kuendelea, milioni 12 na kuendelea. Hakuna mchezaji asimame na aseme kama mimi nachukua ile kiasi. Ndio wachezaji wanaolia njaa, inafikia tu hadi wanapokea rushwa kwa kwenda, kwa maana kwa ajili tu ya njaa za pesa. Mashindano na VAR, ligi kuu na VAR. Mashindano yako chini ya CAF. Mashindano yako kwenye chini ya nani? Chini ya TFF ambao ni mwakilishi wa CAF. TFF yanapata maagizo kutoka CAF. Nafikiri umenielewa. Kuna namna tu ambavyo watu wapasi hawataki kukubali kile ambacho mtu anacho. Kwa maana kupongeza labda basi, kama uwezi kupongeza ni bora ukaheshimu na kukaa kimya kuliko kuzungumza hiki ambacho anazungumza, kwa sababu wao ambao ndio Young Africans ndio walikuwa kwanza kusema haya mashindano ni ya timu ambazo zimefeli, lakini walienda kwenye hiyo hatua ya finali wakati Simba yuko kwenye michuano ya kimataifa, wakayapa haya thamani ya mashindano, waliapa thamani klabu bingwa. Simba kwa klabu bingwa, Yanga yakarudi iko shirikisho, waliapa thamani, wakasahau kila ambacho ameweza kuzungumza. Na rais Simba ameenda na wanasema kwamba angekuwa mtani wake, akakosa bao moja huko uwanja wa nyumbani. Simba akapata mabao mawili huko uwanja wa nyumbani, kafunga goli 2 Misri, amekuja anatafuta goli 2, akaenda kwenye hatua inayofuata kwa mikwaju ya penalty. Wewe umekosa bao moja kwenye uwanja wa nyumbani. Ndio hiyo unazungumza ukweli, kwa sababu watu hawataki kusikia ukweli, nasikia wewe ni Simba. Kwa sababu nimekugusa hilo.
Mimi naangalia tu watu wanavyozungumza kwenye mitandao ya kijamii alafu naishia kusema hii ndo nchi yetu. This is house of football. Kama wanavyosema uhuru umezidi sana, ni kama hivyo. Bana Yusuf, mimi nataka tumalize, labda ushauri wako kwa wadau wa mpira, iwe wachambuzi, mashabiki, wote ambao tupo kwenye tasnia hii ya kabumbu. Labda unalipi kwa chache sana kulizungumza? Niliwahi kufikiria labda suluhisho pekee la kubadilisha hiki ambacho kimekuwepo. TFF kama kiongozi ambaye anatuongoza kwenye tasnia ya michezo, ama ambao na yeye mamlaka ya kusimamia hiki, aidha TAKUKURU ama wapange basi, ama tuwekee sharti ya kwamba kuwe kuna kikao labda mwisho wa mwezi, wachambuzi wote mnakutana kujaribu kupeana zile yani nasaha, elimu ya mpira unapotaka. Sio tunazungumza tu na kutoka nje ya uchambuzi. Sababu wewe ambaye ni mchambuzi umekaa darasani ukapata cheti na kwenda kuomba kazi, ukapewa hiyo thamani ya kuwazungumzia watu, wa kuwadadavlia watu, wewe ndo wa kwanza tena kusema kwamba ligi ya CAF Confederation ni dhaifu kuliko ligi yetu. Wakati huku ili we bora, maana yake inategemea ufanye vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Simba kufika kwenye hatua, ligi yetu imeenda kwenye nafasi ngapi? Ya 5. Na Simba kaenda kwenye nafasi ya 4. Sasa wahi mashindano ya CAF yapewe thamani ndogo kuliko ligi kuu, kwa maana ligi kuu inapewa thamani kubwa kuliko CAF Confederation. Kwa hiyo TFF labda na wengine ambao wanatuongoza waweke hilo sharti la kwamba mwisho wa mwezi wachambuzi mnakutana. Hiyo ni amri kwamba mnakutana. Fanya tathmini sasa. Fanya tathmini. Sababu kama inawezekana kuwajibishana au mnawajibishana. Kwa sababu kwa TFF wanachokifanya hadi utukane labda uongozi, ama labda uzungumze vibaya maamuzi ambayo yapo, ndio unapigwa faini na kufungiwa. Lakini hata ndio tunachokizungumza tunapotosha wengine, kwa sababu wengine atabeba ndio kweli ligi yetu ni dhaifu, kwa maana ligi yetu ni bora kuliko michuano ya kimataifa, kitu ambacho sio kweli. Yaani hapo tunaweka sawa kwamba kuna ligi yetu ni bora, si kwamba ni dhaifu. Sio kweli. Lakini isifikie hatua ya kuidharau ama kuidhalilisha ama kuishushia heshima michuano ambayo iko chini ya shirikisho la soka barani Afrika, kwa maana ya CAF. Kwa maana klabu bingwa na kombe la shirikisho. Kwa sababu tu kuna timu kwa hiyo niwe kufikiria hivyo, lakini kaona hata ukizungumza, kwa sababu wewe ni Yusufu, nani atakusikia? Ndio. Lakini nafikiri kuna namna ambayo tunapaswa kufanya tathmini ya kile ambacho wachambuzi wengi wanakifanya na kile ambacho tunakuwa tunakitoa kwa watu, kwa sababu sisi ndio tumepewa mstari wa kwanza kuwapa kile ambacho kinaendelea kwenye ligi yetu. Kazi ya mchambuzi ni kuweza kuondoa ule utata kwenye tukio fulani, kuwadadavia watu vitu ambavyo hawavijui, kuwekea sawa yale maswali ambayo wanakuwa wanajiuliza. Lakini hivi sasa kilichopo ni kwenda kuwalisha watu matango poli. Yusuf, tuishie hapo leo. Asante. Au una jingine? Kingine waliwahi kusema kwamba nilikuwa nimesikia kwamba ifanyike hivi kwamba kama kwa maana kama ni mchambuzi na una cheti usijulikane kabisa, ni usio unaongea. Ndio kuisikia, usijui ni nani aliniambia, nakumbuka. Lakini wako hao wenye vyeti na ndio wanaoharibu mpira, na hao ambao hawana vyeti wanazungumza ukweli. Kwa hiyo mimi nafikiri tuangalie njia pekee ya kuweza kuliondoa ile, kwa sababu shida kubwa imekuwa ni kutafuta engagement mitandaoni, kwamba wewe unazungumza na ndicho watu wanataka. Kwa hiyo mimi nimeishia hapo, lakini kama kuna ziada pia unaweza ukauliza. Bana, mimi tuishie hapa kwa siku leo. Asante. Shukrani sana.